So shida ya Wakenya haikuwa nyumba. Shida za Wakenya zilikuwa ni maisha ya juu sana. Na wakati ameingia maisha yamepanda kama mara 10. Uchumi umepanda juu zaidi. So itakuwa ni ngumu sana kumwambia mwananchi wa Kenya kwamba Rais Ruto amefanya haya na haya na haya. Tutakuwa tunadanganya wa Kenya. So kwa kweli tu ni kwamba Rais Ruto kuingia kwake katika uongozi katika tamu ya pili itakuwa ni ngumu sana, kama jinsi kuambia ngamia aingie kwenye shindano, kwenye tundu la shindano. Na vile nilivyo niwaambie kwamba mtu anapokataliwa amekataliwa, na mtu akikataliwa hata mumweke juu ya ya miti mtembee na yeye, mumweke juu ya ndege mtembee na yeye, mtu akisha kataliwa na Mungu amekataliwa. Na ndio nasema kwamba, narudia kusema, uongozi wa Rais Ruto ulikataliwa na Mungu kabisa, na amekataliwa kabisa. Kwa sasa sijui atafanya nini akubalike na watu. Na mtu akisha kataliwa na Mungu, hata wanadamu watakukataa. Nafikiri labda swali la mwisho tukikamilisha, kuna wengi wa Kenya wanasema kwamba Rais Ruto amekuwa na historia ya kufanya kazi kwa hatamu moja tu peke yake, kwa sababu tukiangalia wakati ambapo alikuwa waziri mkuu wa agriculture wakati wa Raila Amolo Odinga hayati, alienda tamu moja akafutwa kazi, akaenda MP tamu moja akatoka, akaenda deputy president alienda kidogo, lakini hakukuwa wakati wa pili. Awamu ya pili ilikuwa ni kama Matiang'i, Raila ndio kama deputy, alikuwa ashatolewa huko kando. Sasa hivi ni rais, huenda historia ikajirudia. Na mimi nasema kwamba historia, sababu ya kujirudia ni hivi: uongozi wa wa Rais Ruto ulipoingia pale, hakuingia na baraka, maana aliingia pale na laana ya wazee. Kwa sababu ukiona Ruto katika uongozi, Ruto aliingia pale akiwa kijana mdogo sana, na ili aingie kwenye kiti alipiga mzee kofi. Na alipopiga mzee kofi, yule mzee alitamka maneno ya laana juu yake. So alipotamka maneno ya laana juu yake, basi uongozi popote anapoenda anakataliwa. Na mimi nasema kwamba wazee wako, anayedharau wazee, nafikiri kwamba pia anajiharibia destiny yake. Kwa sababu hata mbinguni kuna wazee 24. Kwa hivyo wazee kila mahali ni wazee, ni watu wa kuheshimiwa. Tangia mwanzo hajaheshimu wazee. Na tangia hata uongozi wake alipotoka pale, alidharau wazee na akapiga mzee ambaye alikuwa ni rika ya baba yake, akampiga kofi. Nafikiri laana ya uongozi ilianzia mahali pale. Kwa hivyo ni vigumu sana aende mahali hata amalize term. Hata hii amejaribu sana, amekaribia kumaliza term, lakini hakuna sehemu ambaye alimalizaga term katika ministry zote. Waziri kwa anafika nusu anafutwa. Anawekwa ministry fulani anabadilishwa. So hajawahi maliza term. So hiyo ni historia ambaye ameandikisha ya one term tangia alipoingia katika uongozi wake. So hilo ndio shida ambayo iko na yeye. Na kwa sasa ndio mimi nasema sasa, kwa sasa uongozi wa Rais Ruto nafikiri ni wa term moja. Uongozi wa Rais Ruto ni wa term moja. Na watu wanasema, wewe mchungaji, mbona wewe nabii unachukia rais? Mimi sichukii rais, lakini mimi nazungumza kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Na mimi nimwambia kwamba mimi ni nabii, na sauti ya nabii ni sauti ya Mungu. Na ukikataliwa ukitenda wema, basi unajitendea mwenyewe. Ukitenda maovu yanakuandama. Rais tangu alipoingia mahali pale, wema aliweka kando, maovu yakamwandama. Kwa sababu mtu aliyekuwa anashika Biblia anaenda kanisani, anapoingia kwenye uongozi, badala ya kutanguliza Mungu, anatanguliza mambo ya ushoga na mambo ya usenge. Ndiye anaweka sahihi kabisa. Unaona kabisa hapo ndiye alipoteza mwelekeo, na hapo ndipo alipoteza uhusiano wake na Mungu kabisa. Kwa hivyo hata wachungaji wanaompigia upato wanajua kabisa hata nao wenyewe wametoka kwa Mungu na wamepoteza njia ya kiungu. Kwa sababu badala ya waambie watu ukweli, wanasema tu huyu ndiye aliyechaguliwa, lakini shida ni zile pesa ambazo anawapatia. Kwa hivyo uko hapa hivi unataka kwenda kupatiwa pesa na rais, wewe nenda ukapatiwe tu, lakini usinilaumu kwa sababu zile pesa zinakushika mateka. Na hizo pesa nikwambia kwamba hizo pesa zimetolewa madhabahu. Bishop, labda tukikamilisha, kuna mtu angependa kujuana na wewe zaidi, labda kwa maombi na pia kwenye mawaidha.
labda akupate wapi? Nambari ya simu? Nataka niwape nambari yangu ya simu. Nafikiri unipigie, na unaponipigia nipigie kwa sababu ya shida yako. Nasema ya kwamba mimi ni nabii, labda utanipigia labda ujue labda maisha yako. Na kuna watu sana, unajua watu wengi kwa sasa wanapenda sana unabii, wanapenda kutabiriwa. Kama unanipigia kwa sababu ya kutabiriwa, nitakutabiria. Lakini kuna kitu moja naambianga mtu, hata kama nakutabiria, kitu cha muhimu sana, nitakutabiria na ujue labda kuhusu maisha yako, na ujue kilicho mbele yako, lakini hicho hakitakusaidia kwenda mbinguni. Kitakachokusaidia kwenda mbinguni ni wokovu wako na Yesu Kristo. Kwa hivyo wewe kama unataka nikutabirie, jambo la kwanza jiulize, je, nimeokoka ama sijaokoka? Usitake tu kutabiriwa peke yake. Na kama pia ungetaka tu kujua kuhusu maisha yako, nitakuambia. Lakini cha muhimu sana ni ukubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Nambari yangu ya simu ni 0722 744 672. 0722744672. Kuna watu wanasema, Bishop, simu yangu napiga haushiki, simu yangu napiga haushiki. Nafikiri simu anazopokea kwa siku moja, napigiwa kwa siku moja, huwa napigiwa mpaka simu inazima, kwa sababu napigiwanga simu zaidi ya 1000 kwa siku moja. So ukinikuta nikiwa kwa simu, basi nitachukua simu yako, na ukipata niko kwa simu nyingine tena, jaribu kesho na jaribu siku nyingine. Hautapiga siku zote nikose kuchukua, kwa sababu siku zote hazifanani. Kwa hivyo usivunjike moyo, piga. Na wale ambao wako outside Kenya, sana sana tumia WhatsApp. Ukituma message kwa WhatsApp nitakujibu ni saa ngapi tutapata, utanipigia, na kama nitakuwa na nafasi sahihi nitakwambia, nitakupigia mimi mwenyewe. So neema ya Bwana ikuwe juu yenu, na pia tuna foundation ambayo tunahitaji donation yako ya kusaidia wamama kwenye slums. Inaitwa Penina Rasugu Foundation. Kwa hivyo kama una donation yako, unaweza donate kwa sababu ya hawa mama wenye kwenye slums, na Mungu awabariki. Ya Apostolic Ministry. Na apostle ni mtu amepatiwa vipawa vyote vya katika neno la Mungu. Mimi labda unaweza anza kuniongelesha na Mungu anifunulia kilicho ndani yake. Na mara mingi nimekuwa nikitabiri kuhusu Kenya vile inavyoendelea, na vile nilisema kwamba Mungu hatafanya jambo bila kujulisha manabii. Na hapo mbeleni nakumbuka kwamba nilitabiri na nikasema ya kwamba Rigathi atakapoondolewa katika chama cha UDA atapata nguvu zaidi, na itabidi pia ifike mahali kwamba rais amuhitaji. Na huo nabii umetimia, kwa sababu tumeona ya kwamba nao Rigathi yule, the same Rigathi aliyekataliwa na rais, ambaye alipigiwa upato wa kutolewa kwenye serikali, kwa saa hizi yeye ndiye msemaji katika kabila la Wakikuyu. Na tunapoangalia katika maandiko, neno la Mungu linazungumza katika kitabu cha Zaburi 118 mstari wa 22, nasema kwamba jiwe walilolikataa waashi ndilo limekuwa jiwe la pembeni. Unajua, jambo la kwanza walipomkataa rais, alipowashawishi watu wamkatae Rigathi, aliona kwamba labda anammaliza Rigathi, ama aliona kwamba ndio mwisho wa Rigathi, bila kusahau kwamba mahali alipomtupa hakuanguka jangwani, lakini alianguka katika mikono ya Wakikuyu. Na alipoanguka katika mikono ya Wakikuyu waliona kwamba huyu ni mtoto wao na hawezi muachilia, na wakamshika mkono na wametembea pamoja na yeye na wamelia pamoja na yeye. Na kwa sasa hauwezi toa Rigathi kwenye roho za Wakikuyu, kwa sababu jambo la kwanza, uhusiano wa Rais Ruto na Wakikuyu ulikuwa kupitia kwa mtu anaitwa Rigathi. Na wakati yeye uhusiano wake walimaliza na Rigathi, hivyo ndivyo walimaliza uhusiano wake na kabila la Wakikuyu. Sasa saizi kurudi Wakikuyu kurudisha roho zao nyuma na wamkatae Rigathi itakuwa ni ngumu sana. Itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu jambo la kwanza, Rigathi aliingia katika roho zao kabisa na wamemwamini kabisa, na yale Rigathi anawaambia kinachotendeka katika serikali, kwa sababu yalikuwemo. Kwa hivyo atamwambia mtu anayejua mtu ni yule mtu anayekaa naye zaidi. Na yeye walikaa na Rais Ruto mahali pamoja, na wakawa wanakula pamoja, wanatembea pamoja. Hivyo anayemjua Rais Ruto zaidi ni Rigathi Gachagua, na yeye ndio anajua undani wa yeye. Na walipomtoa sasa mahali pale, alipata nafasi ya kwamba ya kutoa siri zote za ndani, na nafikiri kwamba ameweza kuwaambia Wakikuyu
who is President Ruto. Kwa hivyo Wakikuyu saizi wanajua rais ni nani. Na kupitia kwa nani? Kwa Rigathi Gachagua. Kwa hivyo kurejesha Wakikuyu nyuma tena kuambia kwamba Rigathi ni mtu mbaya, nafikiri ni kitu ambacho ni ndoto ya mchana na ni kitu ambacho hakiwezi fanyika tena. Kwa sababu kosa kubwa alilolifanya rais ni kusikiza wale watu ambao hawana influence yoyote. Akachukua wale watu ambao hawana influence yoyote, waliokuwa na influence akaondoa katika serikali, kwa sababu katika hiyo serikali mtu aliyekuwa na influence peke yake ni Rigathi Gachagua, ndiye alikuwa na influence katika serikali, na yeye ndiye angezungumza labda watu wasikie. Na wakati alipoondolewa pale, akaweka akalete broad based government, na mimi nasema kwa broad based government ilikuwa ni Raila. Na Raila alipoondoka, wale waliobaki pale ni bubu peke yake. Ni watu ambao wanaweza itwa bubu, kwa sababu hao si watu wa kuzungumza. Na ni vibaya sana wewe uondoe mtu mwenye anayezungumza alafu ulete bubu pale aanze kuzungumza na science. Nafikiri kwamba nao itakuwa ni vigumu kuelewana. Bishop, tukiwa pale tuliona wakati ambapo Raila Amolo Odinga hayati alipoingia kwenye serikali na akasema kwamba wanaunda broad based government, tuliona watu kutoka makabila zingine Wakalenjin, wale Wajaluo wakisema kwamba Ruto bado ataweza kupita bila kura za Wakikuyu, lakini hawakujua kwamba mambo pale mbele inakuwa ngumu zaidi. Wadhania kwamba Wakikuyu ambao sasa hivi wanaimba one term, wadhania ni kitu gani haswa Rais Ruto anafaa kuenda nayo huko ili wamuitikie tena, kwa sababu sasa hivi mambo ni magumu zaidi? Nafikiri kama kulikuwa na njia rahisi ya kuwini Wakikuyu ni wakati Rigathi alikuwa kwenye serikali. Kwa sababu Rigathi alikuwa sauti ya Wakikuyu. Na wakati Wakikuyu waliondoka pale, Rigathi aliondoka, sauti ya Wakikuyu iliondoka mahali pale. Na waliobaki mahali pale tu ni watu ambao hawana sera zote katika serikali. Ni watu wale ambao tu wako tu pale kupanda kwenye mgongo wa rais, kama Kimani Ichung'wah ni watu wa kubeba kwa kupanda kwenye mgongo wa rais. Na hakuna lolote ambalo Kimani Ichung'wah anaweza kuambia Wakikuyu wamsikize, kwa sababu wale watu ambao wamechukua ni the losers only. Kimani Ichung'wah yeye hatarudi katika bunge sehemu yote, na yule anaitwa mama na mimi wa Kiambu pia wa Mchomba pia hatarudi, kwa sababu sasa wanaotembea na rais ni wale watu ambao ni losers. Mtu kama Ali Sing'ang'a pia unakuta kwamba hata kwa kule kwa Wakikuyu akirudi hakuna sehemu ambayo ataichukuliwa. Kwa hivyo wale waliobaki mahali pale ni watu ambao ni losers only. Waiguru pia tumemwona akisema kwamba William Samoei Ruto Wakikuyu wanampenda, watampigia kura. Unajua kwamba mtu anayeitwa Waiguru Kimani, kama kuna mtu ambaye yeye huwa anaangalia mahali pa kuchuna matunda kama mwenye shamba hayuko, ni Waiguru Kimani. Kwa sababu Waiguru Kimani ni yule Anne Waiguru. Yeye ni wale ambao watu wanakuwa nawe katika shamba, lakini yeye halimi, anangoja tu ukiondoka kidogo anachukua matunda anaweka kwenye mfuko anaficha. So wakati ambapo sasa anapigia tu upato, shamba ni nzuri, mwenye shamba mtu mzuri, kwa sababu mwenye shamba hamchungi. Na anapomwamini, unajua Waiguru ni mtu ambaye anaaminika lakini si mwaminifu. So anapoaminika pale kwenye serikali unakuta kwamba akiwachwa, basi kama kuna mtu wenye matunda anachuma yule mtindi na matunda na anaficha yale matunda anaweka. Kwa hivyo sasa Waiguru yuko pale kwa sababu ya biashara yake binafsi. Na Waiguru anaona kwamba akizungumza kinyume cha rais, anajua kwamba huyu mtu yale madhambi amefanya katika hiyo serikali ni makubwa sana. Tangia wakati wa uhuru, kama kuna mtu mporaji mkubwa ambaye alipora Kenya, ni mtu anaitwa Waiguru Kimani. Na akiwa pale anajua kwamba nao akiwa upande wa Ruto hatamchunguza. Akiwa upande wa rais ataibia Wakenya venye anavyotaka. Akiwa upande wa rais atapora via wananchi venye anavyotaka. Hivyo lazima kwamba asifu wimbo wa rais ndio endelee kupora. Maana asipoimba wimbo wa rais, nafikiri rais ana makubwa, ana sababu ya kumuondoa mahali pale. Rigathi Gachagua alisema alikuwa anaonya Wajaluo hivi karibuni akisema kwamba huyu mtu hamjui vizuri, kwetu alikuja na Biblia, katudanganya na Biblia, alijua hata kuchoma mtura hapa kwetu. Wadhania sasa hivi kitu gani haswa Rais Ruto ni kitu gani haswa kitamrudisha kule Mount Kenya haswa aweze kuitikiwa, ama hiyo story ishaisha kabisa? Kwa sasa mimi nitawaambia watu, na mimi nasemanga kwamba
sauti ya nabii ni sauti ya Mungu. Ushawishi wa Rais Ruto katika sehemu ya Mount Kenya ilifika kikomo na iliisha kabisa. Kwa hivyo Rais Ruto alisahaulika Mount Kenya. Hata mtoto mdogo pale umwambie habari ya Rais Ruto anasemanga one term. Hata mtoto ambaye ako na miaka miwili anajua kusema one term. Kwa hivyo ina maana kwamba nafikiri kwamba Ruto alitoka ndani ya mioyo ya Wakikuyu 100%. Kwa hivyo sioni kama kuna ushawishi mwingine ambao unaweza kumfanya kwamba Wakikuyu wampende tena. Na sehemu ya Luos nasema kwamba ana idadi about kama tuseme ni kama 10% idadi ya Luos ambao bado wanamfuata. Lakini 90% wameenda na Babu Owino na Sifuna na Orengo. So 10% peke yake ndio bado wanaimba wimbo wa Ruto, na hata kama wanaimba kisirisiri, wanaimba tu mahali ambapo wanajua kwamba Wajaluo wenzao hawataona wakiimba. So wanaimba kisirisiri kuambia rais tuko pamoja naye, tuko pamoja naye. Wakirudi huko nje ndani wanasema one term. Wakiwa hapa karibu wanasema two term. Wakirudi huko ndani wanasema one term. Hivyo sasa ni watu ambao hata wenyewe hajielewi wako wapi. Kwa sababu hata ukiuliza Mjaluo sasa atakwambia hata mimi bana sijui niko wapi. So wakiwa karibu na rais ataimba two term. Lakini akirudi kwa Wajaluo wenzake one term. So Wajaluo saizi hata ile idadi ambayo imebaki ya 10%, na saizi nafikiri hata wenyewe hawaelewi wako pande gani, na nafikiri ushawishi ule kitambo ifike wakati wa uchaguzi, nafikiri hakuna Luo ambaye atakuwa naimba wimbo wa Rais Ruto. Watakaoimba tu labda ni watu wachache tu ambao tu watakuwa mahali pale kwa sababu wanajua wamelipwa kuimba. Na mtu akilipwa lazima tu waimbe. Unakuta kama ukienda kama kwa matanga labda kwa sehemu kama ya Western, unakutaga mtu aliyekufa na hapendi na watu, huwa wanalipa watu wanakuja kulia pale kwa matanga, na wanalia mpaka kata kushinda wenyeji, na ni mtu amelipwa. Hivyo jambo la kwanza, hata Wajaluo walioko mahali pale, na unajua sasa hata sehemu za Wajaluo wengi, hata mila za Wajaluo na Waluo zinaambatana. Unakuta hata Mjaluo kuna matanga, utakuta kwamba kama huyu mtu wako anapendwa, kuna Wajaluo wataitwa pale waende walipwe waende walie. So tabia Wajaluo kulipwa waende wazungumuze haikuanza kitambo. Wengi wamekuwa wakifanya ile kazi, hata wale ambao unakuta kwamba wale vijana wengi unakuta wanaenda kuimba wimbo wa mtu, hawaimbangi bure. Kwa hivyo hiyo tabia ninajua kwamba wamekuwa nayo ya kulipwa waweze kuimba wimbo wa mtu, lakini ndani ya roho yao huyo mtu hayupo. Juu wako tu pale kwa sababu ya kazi. Kwa hivyo kuna viongozi tu wachache pale wako pale kwa UDA kwa sababu wako kazi ya uimbe wimbo wa broad based. Mtu kama Oburu Odinga hawezi imba wimbo mwingine sasa, kwa sababu Oburu Odinga akiondolewa mahali pale, hata kiti ya county rep hawezi pata, hata kiti ya chief peke yake hawezi pata. Kwa hivyo atabidi aimbe Ruto, wewe ndio Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo hata ikiwezekana anaweza kumpigia magoti, kwa sababu anajua kwamba sasa the last option imebaki kwa Ruto. Akiondoka mahali pale sasa yeye hata nafikiri hata pressure peke yake itamuua. Kuna Mkenya mmoja video yake ina trend kwenye mitandao ya kijamii akisema kwamba wakiomba msamaha Uhuru Muigai Kenyatta, akimwambia tulikutusi tukwambia wewe ni mlevi, lakini mahali tuko heri mlevi tungekuwa na yeye kuliko huyo mtu anajifanya anajua Mungu, lakini mali yetu yote amemaliza, uchumi ameharibu kila kitu. Maanake tumeona pia jana statistics zimetoka inaonyesha kwamba Ruto ako mbali sana kumfikia Uhuru Kenyatta kulingana na ukuaji wa uchumi na ule wa Mwai Kibaki. Uko chini na asilimia chini sana kabisa. Wadhania mali tunaelekea sasa itakuwa jukumu kubwa sana ya Rais Ruto kushawishi wa Kenya kumpigia kura. Mahali ninapoelekea, na nataka niwaambie tuwe kweli kama mtumishi wa Mungu. Mahali ambapo tunaelekea, nafikiri ninachosema ni kweli. Mtu yeyote ambaye ataweza kupigia Rais Ruto kura atakuwa na risk maisha yake, na atakuwa anafanya hivyo kwa sababu labda kuna kitu ambacho anatarajia kupata kwake, ama kuna kitu ambacho amepata kutoka kwa rais. Na mimi nataka nikwambie hivi, kuna watu nataka niwaambie hivi,
kuna hizi pesa ambazo ni za rais, ambazo zinapatikana katika afisi ya Rais Ruto. Yoyote ambaye amepokea hizi pesa lazima apende asipende, lazima aimbe wimbo wa Rais Ruto, kwa sababu labda watu hawajuangi hizo pesa zimetoka wapi, lakini hizi pesa zote ambazo rais anapeana huwa zimetolewa, zimefanyiwa matambiko na huwa zimetolewa kama huwa zinapeana kwa watu, ili sasa napoanguka katika mikono yako uimbe wimbo wa Rais Ruto. Na wote ambao wamekula hizo pesa za matambiko, hizo pesa zinakuwa zimefanyiwa matambiko, na ndio unakuta yote anapokula hizo pesa lazima aimbe, apende asipende. Wachungaji wote waliokula zile pesa, wapende wasipende, hakuna mchungaji atakayeongea, anayeongea. Mabishop wale waliokula hizo pesa, hakuna yeyote anayeongea. Wakorino juzi wale walikula hizo pesa, hata kuna mmoja ambaye hata hakumaliza siku 2 si alikufa. So unakuta nao zile pesa zimetolewa matambiko ambaye si mazuri, si matambiko ya kiungu. So yote anayekula hizo pesa anakuwa mtumwa wake. So ndio naambia watu this round, hata kila mtu yote anajua kwamba watu wengi wanapoenda kwa Ruto wanaendea pesa. Hawaendi kumchagua. Hawaendi pale kwa sababu wanampenda. Wanaenda pale kwa sababu ya matumbo yao wenyewe. Bishop, tunapowasikia Wakenya wakifika mahali wanasema kwamba heri mlevi kuliko ule mtu anapenda kujifanya na Biblia, inakuwaje hapo? Jambo la kwanza, kuna wale walevi ambao anaelewa nini anafanya, hata kama ni mlevi anaelewa nini anafanya, kwa sababu jambo la kwanza mimi naamini mlevi, kuna watu ambao hawezi face mtu akiwa soba. So yule mtu kama anataka kukutusi ataenda akunywe pombe na kuja akutusi. Kwa hivyo anajua kwamba tu huyu mtu hata nichukulia serious, hata mimi nilikuwa nimekunywa pombe lakini naelewa ninachokifanya. So mtu kama Rais Uhuru Kenyatta hata akinywa pombe alikuwa anaelewa ni nini anafanya. Hakuwa anakunywa ile pombe ati ya kwamba ya kumfanya kwamba ajisahau. Mimi usini mtu msije mkani nukuu kwamba mimi na support ulevi. Mimi si support ulevi kwa 100% support ulevi. Lakini nasema kwamba wakati ule ni heri yule rais aliyekuwa mlevi kuliko huyu ambaye anakuja kuahidi na kutenga na kutotimiza kile ambacho anaahidi. Yeye kazi yake iko ni kwa sababu rais ambaye yuko hapa Ruto, kazi yake imekuwa tu ni kuahidi, ni kutenga. Lakini katika kutenga kwake hatujaona mazao ya kutenga. Hatujaona ahadi zake zikitimia. Na sasa itakuwa ni ngumu sana kuweza sasa kumwambia mwananchi wa Kenya nimefanya hiki. Na kuna watu wako pale, hata nimeona kwenye comment section wanasema kwamba Ruto ametujengea nyumba. Shida ya Wanakenya haiko nyumba, kwa sababu hata kabla rais alikuwa hapo wote hakuna Wanakenya wako wanalala kwa msitu, wako wanalala kwenye mashimo, walikuwa wanalala kwenye nyumba. Na kawaida nasema kwamba kabla jambo lifanyike Mungu hunena na manabii wake. Sauti ya manabii ni sauti ya Mungu. Na labda leo ningetaka kuambia tu kinachoendelea katika nchi hii ya Kenya. Maana nakuta kwamba rais mwanzoni akiwa kwenye siasa, kabla hajakuwa rais, tulimjua kama profesa wa siasa, na yeye ni mtu ambaye alikuwa anajulikana kwamba anapoongea kabisa anaongea point. Lakini wakati ameingia kwa urais, nafikiri kwamba kuna mahali ambapo alipozembea, kwa sababu alipokuingia kwenye urais nafikiri aliweka masuala yake mbele sana zaidi ya masuala ya Wakenya. Na alipoweka masuala yake mbele sana zaidi ya masuala ya Wakenya, nafikiri kwamba hiyo imemfanya ushawishi wake wa kisiasa umerudi chini sana. Maana naona kwamba tunapoangalia katika Biblia, neno la Mungu linasema kwamba nyakati za mwisho wazee wataota ndoto na vijana wataona maono. Na Kenya hii sasa mali imefika kwamba inahitaji watu wanaoota maono, wanaoona visions, ona maono, si watu wanaoota ndoto. Lakini napoota sasa rais, nafikiri alifikia mahali akazembea. Na alipozembea sasa akaanza kuota ndoto, na alipoanza kuota ndoto nafikiri kwamba alianza kuchagua watu ambao wanaoota ndoto. Maana yake unaota kwamba watu wanaotembea wote nao saizi ni wazee ambao hawana maono. Kazi yao ni kuota ndoto, wanawaambia rais tuliota, kama wewe unaongoza
tuliota kama umekalia kwenye kiti hii term 3. So anafuata zile ndoto, na zile ndoto nafikiri zinampotosha, kwa sababu hao wazee wote wanapokuta hao wakina Oburu Odinga, wakina Mudavadi, Madividi, wakina Wetangula, wakina Atuoli, ni watu ambao saizi hawana ushawishi wowote katika nchi hii ya Kenya. Maana ni watu ambao walikuwa wamepeleka tumbo zao tu pale katika uongozi. Mtu kama Atuoli amekalia kiti kimoja miaka na miaka. Kuna vijana wengi ambao wanaweza fanya hiyo kazi. Mzee anafaa kuwa sasa anapumzika, lakini yeye anataka akufa akiwa katika uongozi. Ndoka pale ukienda kama mtu kama Wetangula amekuwa kwa siasa tangia nyakati za kule nyuma za karibu za mzee Kenyatta. Nafikiri tu moja alipoingia hivi Wetangula tulikuwa kwanza kuingia katika siasa, na unakuta miaka hiyo yote Wetangula hajaweza kuunganisha jamii ya Waluya. Na Wetangula kitu ambacho ana sifa ya kufanya tu ni kununua guns wapige watu opponent wake. Kwa hivyo sasa unakuta na watu wamefika mahali wakaona nao huyu mtu anaitwa Wetangula hakuna mali yatupeleka. Maana Wetangula siasa zake ni za guns. Tangu kitambo ni yeye ndiye alikuwa, I think yeye ndiye alikuwa mtu ambaye ametambulika sana kwa kununua guns kupiga watu. Na Wakenya sasa wanataka maendeleo. Wakenya sasa wanataka maono. Miaka yote Wetangula amekaa katika uongozi, hakuna chochote ameleta katika Western, na hakuna chochote ambacho watu wa Western wanaweza kujifunia kwamba tangu Wetangula ingia katika uongozi tumeona lolote. Same thing mtu kama Mudavadi alipoingia katika uongozi mahali pale, yeye alipata kiti tu cha baba yake, alipata baba yake katika uongozi. Alipofariki basi Mudavadi ameingia katika uongozi akitoka university, alitoka tu university na akaingia serikalini. Kwa hivyo Mudavadi hajui shida ni nini. Na unakuta sasa wale Mudavadi wanapoenda pale kwenye bunge, kazi yao ni kulala usingizi. Na ukiangalia takripu nyingi katika bunge utakuta Mudavadi yeye tu ni usingizi, huwa anabomoa mahali pale, anangojea pale ugali hivi, alafu aitiwe ugali ya bunge aende akule. So unakuta kwamba na Mudavadi hana maono yoyote kwa Waluya, na hana chochote anaweza kupeleka kwa meza wapelekee rais kuhusiana na Waluya. So hata nafikiri rais anapokaa chini lazima afikirie Mudavadi, Wetangula si watu ambao wanaweza peleka lolote la Waluya kwenye meza ya Ruto. Mtu hata nafikiri inashangaza sana na Ruto, kwa sababu watu ambao alitarajia kwamba wampelekee Waluya, kwa sababu nia ya kupeleka Mudavadi na Wetangula mahali pale ilikuwa ni kulete Waluya katika serikali. Lakini badala ya kuleta Waluya katika serikali, Waluya wametoka katika serikali, sasa wameenda na mtu anaitwa Sifuna. So watu ambao wanaitwa Mudavadi na Wetangula na Oburu Odinga, Gladys Wanga, Junet, hao sasa wanafaa kuitwa retired generals. Na watu ambao ni retired generals wanafaa kukaa tu nyumbani wachunge ng'ombe pale, ama wakae katika boma tu, kazi yao ni kutoa ushauri wakiwa kwa boma. Lakini sasa amewachukua wale na wameweka karibu nao. So watu kama hao tu ni maono, ni kuota tu, wanaamka na wote naambia rais niliota kama jamii ya Waluya wanakusupport, rais anapiga makofi. Sasa nafikiri rais amefika mahali akaona zile ndoto sio real. So watu kama hao nafikiri kuwa katika serikali ya Ruto imefanya serikali ya Ruto ikose nguvu na ikose power. Vile wanasemanga power. Nafikiri wao wazee wamefanya serikali, uongozi wa Ruto ukose nguvu. Wafikiria kwamba William Samoei Ruto ambaye ni rais alichagua ODM ambayo si ODM ile ya kumsaidia, kwa sababu Kisumu tuliona kina Sifuna wakitishiwa, kina Babu Orengo wasifike kule, lakini kila mtu walishangaa, Kenya mzima kila mtu waliona kila ambacho kilifanyika kule. Na haswa mkutano ambao umewaifanyika kama ule ni wakati ambapo Raila Amolo Odinga alikuwa uhai, na vijana walijitokeza na wote wakageuka wakaanza kuimba one time. Fikiria kwamba William Samoei Ruto halijisahau. Nafikiri ndio nisema kwamba rais ilifika mahali na akalala usingizi na akaanza kuota ndoto, na ndio maana kwamba ameingia na watu ambao wana ndoto peke yake. Kwa sababu unapoangalia timu ambayo alichukua ni timu yote ambayo haina maono yoyote ya Wakenya. Ni timu ambayo tu wao wako hapa tu kwa sababu ya kukula na kushiba peke yake. Akaacha watu ambao wako na maono, watu kama wakina Sifuna. Saizi Kenya inataka watu wako na maono. Watu kama wakina Sifuna, angechukua timu ya Sifuna
na nani na Babu Owino na wale vijana kama Caleb Hamisi, Ososi na wengineo. Natumai kwamba wangempatia kura nyingi za kutosha, lakini yeye alichagua the losers. Losers ndiye amekaa nao mahali pamoja na wanaona kwamba hakuna kitu atapeleka katika meza, kwa sababu wanaopeleka katika meza ni mambo ambayo yalipitwa na wakati. Na sasa saa hizi unakuta kwamba tunahitaji mambo ya kujenga Kenya, hatuhitaji mambo ya kuturudisha nyuma. Lakini wale ambao wamechagua ni watu wanaongea mambo yaliyopita, sera za mambo yaliyopita, hawana maono yaliyopita. Hata saa hizi Oburu Odinga ukimwambia mambo ya barabara kujengwa, atasema imwagwe maram. So unakuta sasa miaka ya maram tuliachana nayo. Sisi tunataka lami ambayo ni za kisasa. Watu kama wakina nini saizi, mtu kama Ndwale, na mimi namshua kwamba sasa hapa unakuta kwamba kampuni nyingi zinazojenga barabara saizi zinahusiana na mtu anaitwa Ada Ndwale, na utakuta sehemu zote, aenda Kangundo Road saizi, enda Kangundo Road, ile kampuni ya Ndwale ambayo ilipatiwa nafasi ya kujenga tu barabara kutoka Ruai peke yake mpaka bypass, barabara ambayo ingejengwa na Mchina kwa wiki moja. Hiyo barabara ilichukua miaka 3, half kilometer imechukua miaka 3. Na hiyo half kilometer imejengwa juzi wakati mvua imenyesha. Sasa hizi ni shamba, mashimo, lami yote imetoka, ni mashimo. So I think watu ambao wanaotembea na rais kwa sasa ni watu wa kuharibia rais, ni watu wa kufanya rais akose kibali na watu, na ni watu ambao wamefanya kwamba sura ya rais ionekane ni mbaya kwa Wakenya. So wale ambao wamemchukua kuwa karibu, watu kama wakina nani hawa, huyu alikuwa msemaji wake anaitwa nani huyu? Msemaji wa Rais Ruto alikuwa anaitwa nani huyu? Huyu mwenye Moses Kuria. Hapana, huyu mwenye alikuwa na nini anafukuza watu kwa carpet. Anaitwa nani? Faruk. Nafikiri kwamba watu wanaotembea nao saizi ni watu hawana maono ya Kenya. Ni watu wako na maono ya ubinafsi. Nafikiri ule ubinafsi umefanya rais wetu akose kibali na watu katika nchi ya Kenya. So nafikiri ya mahali ambapo alipokosea, alichukua the wrong group, the wrong company, the wrong group ambaye anatembea nao. Watu ambao hawana maono yote ya Kenya. Watu ambao wanataka kuona Kenya imeisha, watu ambao wanataka kuona tu matumbo yao yameshiba, na nafikiri hiyo ndio imekuwa shida ya rais wetu. Nafikiria kwa nini labda hajafunguka macho hadi wa saa hizi. Angalia group ambao anafanya kazi nao, kwa sababu tunakumbuka wakati wa maandamano ilifanyika hapa Kenya mwezi Juni ya Gen Z, walimwambia kwamba watu ambao unatembea na wao ni wabaya. Hawakuambii Wakenya wanataka nini, wako hapo kwa sababu ya matumbo yao. Na hakika akaweza kufanya marekebisho kwa department ya cabinet secretary, lakini alirudisha tu watu wale, recycle tu watu wale. Kwa nini hadi wa saizi rais bado hajafunguka macho? Rais inapaswa kwamba afunguke macho, kwa sababu saizi generation ya sasa kama kuna watu werevu sasa katika dunia mzima ni Kenyans. Kumezaliwa watu ambao wanaona mbali. Kenya kumezaliwa watu ambao wamefunguka macho. Kumezaliwa watu ambao wana akili nyingi sana hata kushinda wanaoongoza. Na ni vibaya sana kuongoza mtu ambaye amekushinda na akili. Kwa hivyo kwa sababu huwezi mdanganya. Kwa unaona kwamba rais yule alikuwa amezoea tu ni kupanga watu. Lakini wenye wako sasa unakuta kwamba hawezi pangwa kirahisi na uongo. Manake walioko kwa sasa ni watu wanajua kila kitu, hata kuna watu wanajua hesabu ambayo treasury ni pesa ngapi ambazo zimepeanwa labda kwenye kila county, na unajua zile pesa zinafanya nini. Lakini ukiangalia kwa hizo county zote hakuna kitu ambacho zile pesa zinafanya. Kama Northeastern, magavana wote pesa ambazo wanapatiwa, badala hata ya kutengeneza mabarabara kule, badala hata kuchimbia watu maji kule, wanakuja kujenga manyumba isili. So unakuta kwamba watu ambao Ruto nao tembea nao kwa sasa ni watu hawana maono yoyote katika nchi ya Kenya. Na nafikiri kwamba ni watu ambao wamefanya sasa uongozi wake uwe na dosari, kwa sababu amechagua the wrong company. Na nafaa kufunguke macho, wajue kwamba kizazi cha sasa ni kizazi ambacho kinahitaji mtu ambaye anajua kinataka nini. Na kumbuka Gen Z the same Gen Z nasema kwamba ndio waliweka rais kwenye uongozi. Na hao Gen Z sasa, kwa sababu aliwasaliti, hawako mioyoni mwao. The same Gen Z ndio watakao muondoa katika uongozi.
Na elewa sasa, Gen Z ambao wako katika Kenya si Gen Z ambao wako katika ulimwengu nyingine. Kenya ni nchi nyingine tofauti sana, kwa sababu Gen Z wa sasa hawajui bunduki ni kusema nini. Gen Z wa sasa hautamtishia umwambie utamweka ndani. Gen Z sasa hajui kusema kwa jela ni kufanya nini. Gen Z wa sasa haogopi polisi. Gen Z wa sasa haogopi hata jeshi, wala haogopi rais, kwa sababu ni watu ambao wamezoea kudanganywa na wakazoea uongo ya rais, na sasa hawako tayari kudanganywa tena. So nafikiri anafaa afunguke macho, ajue kwamba kizazi cha sasa kimefunguka macho na kinahitaji mtu anayejua ni nini kizazi kinataka, na angejua kile ambacho kizazi sasa kinataka, nafikiri wangekuwa wametembea pamoja. Tukiangalia kwa generation ya sasa, Kenya sio nchi ambayo inatumia gari moshi ya kuguruma kama matrakta kwa atini SGR. Nafikiri imepita na wakati. Nchi kama Tanzania imekuja tu juzi, lakini imeweka ya stima, imeweka reli ya stima. Kenya mahali inapofikia sasa, wacha venye anasema Singapore, Kenya ingefika huko kitambo sana, lakini naona viongozi wanaoingia sasa wanarudisha Kenya nyuma na nyuma na nyuma, na nafikiri hiyo imechangia mahali pakubwa kwa watu kukosa imani na Rais Ruto.